Hali ya Mwingi ya Kati katika kaunti ya Kitui wametaka serikali kupitia Wizara ya Usalama kuchukua hatua dhidi ya mbunge wa eneo hilo kwa madai ya kufadhili wahuni ili kusababisha vurugu. Kwa mujibu wa wakazi, mbunge huyo amekuwa akituma makundi ya vijana ili kuwatisha na kuwashambulia wale wasiomuunga mkono kisiasa. Mmoja wa waathiriwa, Morris Musyoka, amedai kushambuliwa na kuporwa na wahuni wanaodaiwa kuwa wafuasi wa mbunge huyo wa chama cha Wiper. Afisa mkuu wa fedha wa kaunti katika kaunti ya Kitui, John Makau, pia amesimulia tukio ambapo alivamiwa na kundi hilo hilo katika kanisa moja mjini Mwingi. Ameeleza kuwa walimpiga na kumpora na kuongezea kuwa wakazi wengi wameripoti visa kama hivyo katika vituo mbalimbali vya polisi katika eneo bunge la Mwingi ya Kati. Wakazi wamekemea vikali ongezeko la vitendo vya kihuni na sasa wametaka idara ya usalama kuchukua hatua kali dhidi ya mbunge huyo. Mjumbe wetu tulimchagua kwa kura mingi, akikuja na watu over 200 youth wanatumika vibaya. Tunaomba mkuu wa polisi, mkuu wa DCI waangalie Mwingi na macho mengine. Kuanzia mwaka 2017 ndio hichi kikundi kimerejistwa Mwingi, kimekuwa Mwingi, hiki kikundi cha wahuni. Hakikuwa hapo awali, kilikuwa kiko kuanzia mwaka 2017 hadi wa leo. Sisi kama wamama na wakazi wa Mwingi hatutaki hiyo maneno, na Mulungi tunamuomba kwa heshima. Vile tulimchagua, atupe nafasi, atufanyie kazi. Viongozi wengine wakuja afanye kazi kama governor. Wanatunyanyasa kwa sababu wengine sio supporter wa mheshimiwa. Na ni kwa sababu yeye wakati alianza vita na governor, wengine tulitengana na yeye. Na sisi tukasimama na ukweli. Hiyo ndio sababu unaona anatuchukia. Sisi kwanza tulimchagua, tulisimama na yeye, tukamchagua kama MP. Hakuna kitu yoyote tulikosania na yeye. Na mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba tume ya maadili na kukabili